Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Hallelujah. Tunasalimu tena jioni ya leo katika jina la Yesu. Niseme ya kwamba jioni ya leo Bwana ametupa neema mara tena ya kurudi mahali hapa, ni kwa sababu ya neno lake. Kwa hivyo popote ulipo bado tukaribisha ndiposa tukaweza kuona neno la Mungu kama yalivyo mapenzi yake Bwana, na Mungu wetu atatubariki katika jina takatifu la Yesu Kristo Bwana wa Mungu. Ukiwa pale ningetaka tukaweze kuomba ndio tuingie kwa neno la Mungu. Najua tumebarikiwa katika jina la Yesu. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru, tunakutukuza, tuenzi jina lako mfalme wa ajabu. Ni kwa wema wako na fadhili zako ambazo ni za milele na milele. Asante Jehova Mungu wetu kwa vile Bwana umeturinda, umetupa neema wiki mzima, na mfalme wa wafalme tumeifikia siku ya leo tukilitukuza jina lako Bwana. Jioni ya leo tunapoenda kunena neno lako, tuomba wema wako uwe nasi Jehova katika jina la Yesu. Asante kwa wote Bwana ambao tumekusanyika mahali hapa, ndio Bwana unene nasi mausia yako. Tunashukuru Jehova kwa sababu ya neno lako ambalo umeandaa ni kwa sababu yetu mfalme. Nena nasi yali kama mapenzi yako yalivyo katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante kwa yote Bwana ambao umetuandalia. Tuyakaribisha mioyoni mwetu katika jina takatifu la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Na zote tuseme amen. Amen. Taka kuwasalimu tena jioni ya leo. Natumaini ya kwamba Bwana amekulinda, amekupa uzima na uko pale kwa amani, ndio tuweze kusikia neno lake. Kwa hivyo siku ya leo sisi ambao tuko mahali hapa tumebarikiwa, ni kwa sababu neema ya Bwana iko pamoja nasi. Na kama vile tumekuwa tukikuambia siku ambazo zimepita, tumekuwa tukinena kuhusu upendo wa Mungu kwa wanadamu. Maana Mungu wetu yuatupenda kwa upendo wa maajabu. Biblia kama vile tumekuwa tukikuambia mahali hapa, ya kwamba yatuonyesha yote Mungu wetu aliyotufanyia ama aliyoyatenda
kuanzia pale mwanzoni mpaka siku ya leo ameyatenda ni kwa sababu ya upendo. Na upendo wa Bwana umetubeba mpaka mahali tumefika. Na upendo wa Bwana bado unazidi. Kuna mahali kwenye Biblia inasema ya kwamba upendo wa Mungu ni mpana sana, hata huwezi fika misho yake. Upendo wa Mungu umepaa juu zaidi. Na upendo wa Mungu umeshuka mpaka mahali mtu hawezi ufikia. Yani upendo wa Mungu ni mwingi kwetu sisi. Na kama kuna kitu moja mchungaji siku ya jana alikinena mahali hapa ambacho tunafaa kuzingatia, is about the character of God. Maana the character of God ni upendo. Na Mungu wetu atupenda jinsi tulivyo. Na kwa hivyo Mungu wetu si Mungu ambaye ni anayetuchukia. Mungu wetu sio Mungu anayetughadhabikia milele. Maana upendo wake unamfutia kusamehea na kusahau makosa yetu. Bwana atukuzwe. Daudi akanena maneno haya kwenye kitabu cha Zaburi 32 mstari wa kwanza. Kasema ya kwamba heri ni mtu yule ambaye makosa yake yamesamehewa na kukosa kwake kukafunikwa. Hivi ndivyo Mungu huwa anafanya. Anasamehe makosa na anayafunika. Na haya yalitendeka wakati Kristo Yesu alipokufa na akafufuka na akashinda kifo na mauti. Bwana atukuzwe. Na kwa hivyo jioni ya leo injili hatujabadilisha, lakini injili ni ile ile tu kuhusu upendo wa Mungu vile anavyotupenda. Kwenye kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16 Biblia inasema hivi: kwa jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ndiye yeyote atakayemwamini asipotee bali awe na uzima. Jioni ya leo huo upendo ambao Mungu alitupenda nao mpaka akamtoa mwana wake wa pekee, huo upendo ndio tumekuja kuwaletea jioni ya leo. Na kabla sijasoma neno ambalo nataka tusome, ningetaka kuambia popote ulipo, wacha hii ingie kwa mawazo yako. Wacha jambo hili liingie kwa moyo wako, ya kwamba Mungu yuwakupenda. Bwana atukuzwe. Mtu huwa anadanganyika moyoni. Anaona kana kwamba watu wote wamemchukia. Anaona hata kama Mungu anamchukia. Na anafika mahali pa kuona ya kwamba Mungu hana haja naye. I want to tell you this surely, God loves you. Kama Mungu hajakupenda ama kama Mungu hakupendi, hakumtoa mwana wake wa pekee. But praise be to the living God. Maana zaidi ya miaka 2000 imepita, Mungu alimtoa mwana wake wa pekee. Ndio mimi na wewe tukikubaliana na huo upendo, tunaingia katika uzima, na ni uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningetaka tusome neno la Bwana kwenye kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 13 mpaka 15, na Mungu atatubariki katika jina la Yesu. Kwenye kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 13, maandiko yasema hivi: kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya damu ya ng'ombe waliyonyunyuziwa wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo maovu,
mwabudu Mungu aliye hai. Mstari wa 15, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano ya kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake aliyefanya. Bwana atukuzwe. Hili ndio neno lake Mwenyezi Mungu ambalo ningetaka kunena na wewe mtu wa Mungu jioni ya leo. Jioni ya leo ningetaka kusema ya kwamba ama kunena ya kwamba Yesu Kristo amefanyika kuwa mjumbe wa agano jipya. Bwana atukuzwe. Na hapo mwanzo nikuambia ya kwamba kulikuwa na agano la kale ambalo Mungu alifanya na watu wake, ijapokuwa hilo agano halikutimiza yote ambayo Mungu alikuwa yaliyokuwa yanahitajika. Biblia inasema ya kwamba wakati Mungu alimuumba mwanadamu, walikaa pamoja na yeye na wakatembea pamoja, na nikakuambia juzi walitawala pamoja. Ijapokuwa baada ya muda mtu alidanganyika ndani ya nafsi yake na akaona ya kwamba yeye anataka ama akadanganyika ndani ya moyo wake na ndani ya dhamiri yake, na alipodanganyika akamuasi Mungu. Bible inasema ya kwamba na Mungu akatengana na mwanadamu, na mwanadamu akaishi maisha ya kuteseka, maisha ambayo hangeweza kurudi mahali pake katika Mungu watawale pamoja. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu baada ya mwanadamu kufanya maovu, kwa sababu alikuwa na upendo, na alikuwa na upendo mwingi kwa mtu aliyemuumba, Bible inasema ya kwamba kukawa na sheria ambazo zilikuwa zinamfanya mtu amkaribie Mungu. Ijapokuwa ilikuwa kazi ya mwanadamu ndio ajifanye kurudi kwa Mungu na kutoa sadaka ndio arudi kwa Mungu, jambo hili halikuwezekana. Bwana atukuzwe. Amen. Maana Bible inatuambia mtu alipoasi alitolewa sadaka ndio aweze kukubalika. Ijapokuwa hii sadaka haikuwa ya mtu ambaye alikuwa mwenye haki, bali ilikuwa ni damu ya kondoo, damu ya ng'ombe na damu ya fahali. Bible tumesoma ikatuambia hiyo sadaka iliyokuwa inatolewa ndio mwanadamu aweze kurudi kwa Mungu. Haikuwa inaosha dhamiri, haikuwa inasafisha dhamiri, maana haikuwa damu ya mtu ambaye ako mtakatifu. Bible inasema hivi kwamba hii damu iliosha mili, ilikuwa na uwezo wa kuosha mili, na hii sadaka ilikuwa inatolewa kila mwaka mbele za Mungu na kuhani mkuu. Na Bible inasema ya kwamba hii torati ama hii agano haikuweza kutimiza mambo yote ya sheria. Na Biblia inasema ya kwamba mwanadamu akazidi kuwa mbali na Mungu. Na ukisoma kwenye Biblia utaona ya kwamba kuanzia Genesis mpaka Malachi, hao watu walifanya dhabihu mingi. Walikuwa wanatoa dhabihu kila siku, walikuwa wanatoa dhabihu kila mwaka, ndio waweze kutuliza ghadhabu za Mungu, ili hali ghadhabu ya Mungu haikuwa imeondolewa. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo watu waliishi under condemnation. Hao watu waliishi walikuwa wanajajiwa, ijapokuwa sio Mungu aliwajudge. Kuna wale ambao walikuwa wanafuata yale maagano, na kama hujatimiza
mambo yakakutendekea. Maandiko inasema ya kwamba hizi sadaka hazikutimisha sheria. Bwana atukuzwe. Na Yohana wakati moja kwenye kitabu cha Ufunuo akasikia kukiulizanwa mbinguni ya kwamba nani atatumwa, ama atapatikana wapi yule ambaye ataenda ndio atimize sheria. Bible inasema hivi, akasikia kwenye ukoo wa Daudi kumepatikana mmoja ambaye ni Yesu mwana wa Mungu. Maana Yesu mwana wa Mungu alikuja in the lineage of David. Bwana atukuzwe. That is Christ the man. Christ the man alizaliwa kama mwanadamu hapa duniani. Though we know that Christ was man and also he was 100% man and he was 100% God. That's why alipozaliwa hapa duniani alikaa kama mwanadamu, lakini hakutenda maovu na hakutenda dhambi. Bwana atukuzwe. Lakini kwa sababu la wenye dhambi walikuwa wamehukumiwa kifo, lazima Yesu angechukua dhambi zote, ijapokuwa hakuwa mwenye dhambi, na akufe ndio aweze kutukomboa. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo Bible inasema kwenye kitabu cha Wakorintho ya kwamba ijapokuwa hakujua dhambi, ijapokuwa hakutenda dhambi, alifanyika kuwa dhambi ndio atundikwe msalabani. Bwana atukuzwe. Wacha nikuambie kitu kingine, mtu wa Mungu. Mtu yeyote aliyekuwa anatundikwa msalabani ama juu ya mti, huyu mtu alihesabiwa kuwa a cursed man, mtu ambaye amelaaniwa. Kwa hivyo Yesu alipokuja, ijapokuwa hakutenda dhambi, alichukua dhambi ni kwa niaba yetu. Alichukua dhambi ni kwa niaba yako. Akachukua laana, akachukua mauti, akachukua mambo yote ambayo ulikuwa unastakiwa nayo, akaenda nayo msalabani. Bwana atukuzwe. Na akiwa pale msalabani, Mungu alipomtazama aliona dhambi, akamwacha. Bwana atukuzwe. Na hapo ndipo alilia, akauliza, Eloi Eloi lama sabakithani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Maana Mungu hageshikamana na dhambi. Bwana asifiwe. Bible inasema akiwa pale msalabani, alipofufuka akazikwa. Bwana asifiwe. Alipozikwa, roho yake ikaugua kuzimu. Ndio mimi na wewe tunapokubaliana naye, roho zetu zisiugue kuzimu. Bwana asifiwe. Ndio roho zetu zisiangamie. Kwa hivyo roho yake ikaangamia kwa siku 3. Bible inasema akafufuka. Bwana asifiwe. Na alipofufuka akawa ameshinda kifo na laana, ameshinda kifo na mauti. Ndio ewe mtu wa Mungu, ukikubaliana naye utakazike. Bwana asifiwe. Na sasa Bible inatuambia hivi ya kwamba hiyo damu ya ng'ombe na hiyo damu ya mbuzi hazingeweza kutosheresha ile sheria ama vile sheria ilivyokuwa inataka. Lakini damu ya Kristo ambayo haikuwa na mawaa, hii damu iliweza, na iwezi tu kuosha mwili, bali inaosha hata dhamiri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu wa Mungu anapokubaliana na Mungu, jambo moja ambalo Mungu anamfanyia, anamuondolea sin conscious, anatakasa dhamiri yake. Dhamiri yake inakuwa sambamba na Mungu, haiwezi kumstaki tena. Wamekuwa na mahusiano mema na Mungu, wanaweza tembea pamoja na Mungu, maana dhamiri imesafishwa
katika damu ya Kristo. Bwana wetu asifiwe sana. Na jioni ya leo nataka kusema nini? Yesu alipofanya haya, akatuosha dhamiri zetu, akatuleta sisi ambao tulikuwa mbali, sisi ambao tulikuwa kwenye giza, watu ambao hawakuwa pamoja na Mungu, akatushikanisha na Mungu. Ile hukumu iliyokuwa inatugojea, akahukumiwa ni kwa sababu yetu. Sasa sisi sio wa kuhukumiwa. We are loved sons of God. Hallelujah. Through faith in Jesus. Bwana asifiwe. We are sons of the living God in faith in Jesus name. Hallelujah. Kwa hivyo mtu wa Mungu ulipo, nataka nikuambia ya kwamba ni kazi mingi iliyofanyika, ni gharama kubwa iliyolipwa, ndio wewe usije ukakaa pale, bali upate uzima wa milele. Kristo Yesu alitoa sadaka moja na ya kutosha. Kwa hivyo zile ambazo sadaka ile ambayo haingeweza kutimizwa na fahari, ikatimizwa na damu ya dhamana. Kwa hivyo ulipo siku ya leo, kubaliana na Kristo upate msamaha wa dhambi katika jina la Yesu Kristo. Bwana atukuzwe. Kwenye kitabu hiki cha Waebrania, maandiko inatuonyesha vizuri ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliingia mahali patakatifu patakatifu, ambapo wanadamu hawangeweza kuingia, ambapo mwanadamu hangeweza kufika. Bible inasema hivi, alikuwa amebeba damu yake mwenyewe. Yani kwenye kitabu cha Deuteronomy, ukisoma Kumbukumbu la Torati, ukisoma utasikia ya kwamba damu yoyote ama uhai uko ndani ya damu. Kwa hivyo tunaposema aliingia patakatifu akiwa amebeba damu yake, ni kumaanisha ya kwamba aliingia akiwa amebeba uhai wake. Kwa hivyo alipoenda mbele za Bwana akibeba uhai wake, akasema ndiyo Mungu baba yangu. Hao watu walikuwa wameteseka, hao watu walikuwa wenye kifo, lakini uhai wangu umewanunua, umewakopoa. Sasa wafai kufa tena, maana nimekufa kwa niaba yao. Bwana asifiwe. For God so loved the world, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Huyu mwana akakufa, akatoa uhai wake, sio damu tu, bali akatoa uhai wake, ndio mimi na wewe tupokee uhai. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Damu yake ya sadaka, hiyo tu ndio inatosha. Uhai wake wa sadaka, huo tu ndio unatosha. Ukisoma Biblia utasikia kwenye kitabu cha Mathayo na Luka na John, alipokuwa pale msalabani, kuna mambo mengi yaliyotendeka. Maana Bible inasema akiwa pale msalabani, damu ilipotiririka, uhai wake ulipokuwa anatulipia gharama. Bible inasema hivi, pale kwenye hekalu ama kwenye hema ya makutano, kulikuwa kumewekwa pasia mahali mtu angeweza kupita. Damu ilipotiririka, ile pasia ikapasuka mara mbili, ndio mimi na wewe tuwe na uhuru wa kuingia ndani ya Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo nataka kukuambia, sio mapenzi ya Mungu uishi huko nje. Mapenzi ya Mungu ni uingie ndani kwa njia ya imani, kwa sababu pasia tayari imepasuka katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Jambo la pili lililotendeka pale akiwa pale msalabani, Biblia inatuambia ya kwamba wakati kama saa 6 mpaka saa 9 jua likawa na giza, yani ulimwengu ukawa na giza kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Hii ikiwa ishara ya kwamba Kristo
kwenye giza kuu, mahali sisi tulikuwa tunaishi. Ukisoma Biblia inaonyesha where there is no God, there is death. Where is death, there is darkness. Bwana asifiwe. So the world was full of darkness. Kumaanisha ya kwamba ulimwengu ulikuwa separated with God. But the people, praise be to God, maana alipofufuka, Bible inasema alionekana aking'aa, alionekana akiwa nuru, alionekana aking'aa. Kumaanisha ya kwamba alikuwa ameshinda kifo na kuzimu. The darkness was defeated. The darkness was defeated. Then the light has come. Like in the book of Genesis, when God called the light from darkness, na light ikawa. Hivyo ndivyo alifanya. Pale msalabani akatuita kutoka gizani, akatuleta kwenye nuru, katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ni wewe na mimi, mtu wa Mungu, kukubaliana na hii sadaka, na hii damu ya sadaka Yesu aliyoitoa msalabani. Bwana asifiwe. Yes, wakati tulikuwa watu ambao walikuwa wamekasirikiwa, tulikuwa watu ambao wanaishi kwenye giza, tulikuwa watu ambao hawamjui Mungu. Basi atukuzwe Mungu wetu, maana damu ya sadaka na uhai wake ulituleta kwenye nuru. Jioni ya leo niseme nini, mtu wa Mungu? Bible inasema akatupatanisha. Tulikuwa mbali na Mungu, tulikuwa watu ambao wameghadhabikiwa.